Mimi kwa majina naitwa Sabrina Kanini na mimi ni mwanaharakati na pia ni MCA mtarajiwa Shimanzi Ward. Na nimekuwa kwa hii mambo ya kutetea haki za wamama, vijana, manake tukiongea kuhusu gender, it's not about ladies only. Hata wanaume pia wananyanyaswa na mabibi zao, na mabibi pia wananyanyaswa na mabwana zao, watoto pia wanarepiwa. So nimekuja hapa kwanza kukemea hicho kitendo ambao kinaendelea kwa society, manake saizi zimezidi sana. Imekuwa baba anabaka mtoto wake, mama pia anabaka mtoto wake. Tumeona pia wamama wengine pia wanabaka wanaume, wababa pia wanabaka wanawake na kupiga bibi, na mabwana pia wanapigwa. Na tumekuja hapa kuomba society, kama kuna mtu yoyote ananyanyaswa kijinsia ajitokeze. Sisi tumejitolea kama kina mama kuwasaidia. Tunawasaidia kivipi? Tumekuwa na wakili wetu hapa na amejitolea kufungua clinic free ambao hutalipa chochote kupeleka kesi yako kotini. Na pia tunaomba wazee wa mitaa na machifu wakisikia mtaa yote saizi kuna mama ananyanyaswa ama mtoto amerepiwa, manake pia hata masheiki wengine pia tumesikia wanarepu watoto kwa madrasa. So hii ni kitu imekuwa ya aibu sana kwa society ya Mombasa, na ni mji ulikuwa ni mji wa kistaarabu au na haya mambo. So tunaomba kila mtu ajitokeze, aje alete shida ambao anaziona mashinani. Na ukiona mama ama baba anaficha mtoto wake ambaye amenyanyaswa, sisi tuko hapa kuja kisiri, utuambie, tutakuja, tutarescue huyo mtoto na tutamake sure amepata haki yake pale kotini, tukiwa na wakili wetu hapa Mheshimiwa Fatuma Barayani. Kwa hivyo mimi sina mengi, ila ninakemea hicho kitendo kinachoendelea saa hizi. Tumeona watoto wananyongwa, wanarepiwa, anafanywa nyuma na mbele, of which hiyo ni mambo haingii na dini yoyote, iwe ya Kiislamu iwe ya Kikristo. Tunakemea hilo jambo, tena tunaikemea kwa ukali sana. Na tunaomba pia serikali kama wanaweza funga Google iko na hii mambo ya pono. Kama serikali kuna vile wanaweza kuzuia Google hiyo pono, mtu yoyote asiaccess mambo ya pono. Hizo ndio vitu zingine zinachangia kwa watoto wetu wa shule, na manake wote wako na smartphone saa hizi. Waifunge na waseme hiyo Google itolewe mambo ya pono kabisa. Tunaomba hiyo mambo ya Google ifikie serikali na rais wetu, waone vile watafunga mambo ya Google, na hizo nini zote social media zote zina access hizo vitu, manake zinachangia pia mambo ya rape. Alafu pia tunaomba walimu wakiona mtoto anaanza behavior tofauti, pia waite mzazi washirikiane na yeye kisiri bila kuambia mtoto. Wamwambie mtoto wako, tunaona ana tofauti fulani, kuna kitu kinaendelea kwa mtoto wako. Hebu kama mama fanya bidii uchunguze. Kitu kingine, sisi wazazi tumekuwa tunafanya kazi masaa mengi, hatuangalii watoto wetu wameshinda vipi, wameenda shule, wamerudi nyumbani. Wewe ukitoka nyumbani saa 12 umeenda kazi, warudi nyumbani saa 1, ukifika uoge ule ulale. Uchunguzi hata wardrobe za watoto wako zimewekwa nini, ama mtoto wako anaangalia nini kwa simu. Hiyo kitu waangalie. So naomba wazazi wote, na si Mombasa peke yake, Kenya nzima, tunaomba wazazi wazingatie mambo ya watoto, waache kuachia watoto wafanyikazi wa nyumba. Hiyo ndio kitu inachangia, manake pia wafanyikazi wengine wa nyumba pia wanarepu mpaka watoto wa vijana, na vijana aseme, akimwambia namwambia usimwambie mama, ukimwambia mimi nitakuchapa mama akienda kazini. So hizo threats zimefanya watoto wetu hawawezi kujitokeza wakaongea zile vitu wanapitia ndani ya nyumba. Kwa hivyo mimi kama kiongozi, kama mwanaharakati, ningeomba serikali yetu na jamii kwa jumla tujumuike sote, tuungane pamoja ili tuweze kukemea hili jambo na tuangalie vile tutatatua hizi shida. Kwa hivyo yangu ni hayo machache, sina mengine. Asanteni.